Hujambo na karibu sana katika ripoti ya leo kutoka huko Urusi pamoja na Ukraini. Rais Volodymyr Zelensky amelani vikali mashambulio makubwa ya angani yaliyofanywa na taifa la Irani katika nchi ya Israeli, akisema ya kuwa Ukraini inafahamu udhalilishaji wa mashambulio kama hayo, na ametoa wito kwa washirika kufanya mengi zaidi ili kuzuia kuongezeka zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kabla ya undani wa taarifa, inakukumbusha kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na asante na karibu sana JM TV. Rais wa Ukraine wa kuitwa Volodymyr Zelensky amelani vikali mashambulio makubwa ya angani yaliyofanywa na taifa la Irani katika nchi ya Israeli, akisema kuwa Ukraine inafahamu udhalilishaji wa mashambulio kama hayo, na ametoa wito kwa washirika kufanya juhudi zaidi ili kuzuia kuongezeka kwa matukio ya kivita huko Mashariki ya Kati. Kikosi cha ulinzi cha Israeli kimesema ya kwamba Irani ilirusha takriban ndege 170 zisizo na rubani, makombora 30 ya kusafiri kwa meli na makombora 120 ya balistiki, na watu wameripotiwa kupata majeraha makubwa kutokana na mashambulizi ya makombora hayo ya Irani huko nchini Israel. Makombora machache ya balistiki yaliingia eneo la Israel na kusababisha uharibifu mkubwa wa msingi wa jeshi la anga la Nevina, kulingana na msemaji wa IDF wa kuitwa Daniel Hagari. Shambulio kubwa zaidi la ndege zisizokuwa na rubani kuwahi kutokea limeelezwa kuwa limeshirikisha ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na Irani aina ya Shahedi, ambazo Urusi pia huzitumia huko nchini Ukraine katika vita vyake tangu kuanza kwa uvamizi wake huko Ukraine. Zelensky amesema kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, na mnukuu, ya kuwa sauti hii lazima iwe kama kengele ya kuiamsha dunia huru, ikionyesha kwamba ni umoja wetu na azimio letu tu ndiyo linaweza kuokoa maisha na kuzuia kuenea kwa ugaidi duniani kote. Endelea kumnukuu Zelensky namna ambavyo ameandika kwenye Twitter. Amesema kuwa sisi nchini Ukraine tunajua vyema sana hofu ya mashambulizi ya aina hiyo ya Urusi, ambayo hutumia ndege hizo za Shahedi zisizo na rubani na makombora ya Urusi, mbinu sawa na hizo za mashambulio ya hewani kwa wingi. Tamko la Zelensky limekuja masaa machache baada ya wizara ya mambo ya nje ya Ukraine kulani shambulio la Irani dhidi ya Israeli na kuonya kuongezeka katika mkoa huo, akitaka juhudi za kuzuia mzozo mkubwa wa kikanda zifanyike haraka sana. Shambulio hilo lilikuwa la kujibu mgumu wa Israeli kwenye ubalozi wa Irani nchini Syria mnamo Aprili 1 kama sehemu ya vita pana vya Israeli na Hamas. Israeli ililenga ubalozi wa Irani ili kujibu mashambulizi yaliyofanywa na kikundi cha uwakilishi cha Hamas na Hezbollah cha Irani kwenye eneo lake. Zelensky ametaka msaada unaoonekana kuimarisha usalama wa kimataifa na kuazimia kukabiliana na wale wote wanaotaka kufanya ugaidi kuwa jambo jipya la kawaida. Dunia haiwezi kusubiri majadiliano yaendelee. Zelensky aliongeza kuwa maneno hayasimami ndege zisizo na rubani na wala hayapingi makombora. Ni muhimu sana kwa bunge la Marekani kufanya maamuzi muhimu ya kuimarisha washirika wa Marekani katika wakati huu muhimu ambapo vita vinazidi kushika kasi katika eneo la Mashariki ya Kati na huko kwake nchini Ukraine. Ingawa serikali ya Marekani kupitia bunge la Senate iliidhinisha msaada wa kigeni uliocheleweshwa wa dola bilioni 95 mnamo Februari, ambao ni dola bilioni 60 kwa Ukraine na dola bilioni 14 kwa Israeli, ambapo bunge la Congress halijaufanya kuwa nuru katika nchi hizo zote mbili. Bunge la Wawakilishi litazingatia mswada unaounga mkono Israeli wiki ijayo, kwa mujibu wa kiongozi wa wengi wa baraza la Republican wa kuitwa Steve Scalise. Alibainisha kuwa maelezo zaidi yatatangazwa siku nyingine juu ya msaada huo kupitishwa huko bunge la Congress kwenda Ukraine pamoja na nchi ya Israel. Mara baada ya kauli yake Zelensky katika kukemea na kulani vikali shambulio la Irani kwa nchi ya Israel, papo hapo jeshi la Urusi halikusita na lenyewe kuendelea kufanya operesheni zake nchini mwake huko Ukraine,
ambapo muda mfupi baadaye wanajeshi wa Urusi walifika katika mji wa Dnipro wakiwa na kombora la kutembeza watu majira ya jioni huko eneo la Dnipropetrovsk Oblast, ambapo gavana kuitwa Sahel Ryasak aliripoti hivyo juu ya shambulio la kombora zito kutoka jeshi la Urusi katika eneo la Dnipro huko Ukraine. Shambulio hilo liliharibu nyumba takribani 9 za makazi na kujeruhi watu wapatao takribani 12, akiwemo mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 15, ambapo mvulana huyo alipatwa na majeraha makubwa sana mwilini mwake. Kikosi cha anga cha Ukraine kiliripoti kuwa kombora la Urusi la kusafiri kwa meli liliangushwa mjini Dnipro mwendo wa saa 6 za usiku. Baada ya shambulio la Urusi dhidi ya Dnipro, Sahel Ryasak aliandika kwenye Telegram ya kuwa mbali na Dnipro, wanajeshi wa Urusi walianzisha mashambulizi 11 dhidi ya eneo la Dnipropetrovsk Oblast, Nikopol na makazi ya karibu na kusababisha watu 4 kupoteza maisha. Makazi yenye amani yalikuwa chini ya mashambulizi kutoka kwa mizinga mizito na ndege zisizo na rubani kutoka jeshi la Urusi ambalo kila siku limekuwa likifanya mashambulizi katika maeneo kadhaa huko nchini Ukraine. Na mapema kabisa kabla ya tukio hilo, wanajeshi wa Urusi pia walipiga huko Donetsk kwa bomu la kutoka angani na kusababisha mtu mmoja kupoteza maisha na majeruhi ya watu takribani 2. Na hayo ndiyo yanayojiri hadi sasa kutoka uwanja wa mapigano. Vita vimezidi kutawala kila siku, watu wanazidi kupoteza maisha bila hatia. Amani hawana sababu ya mabomu yanayosikika kila siku, na makazi yao pia wanazidi kuyakimbia na wengine kuyapoteza kutokana na makombora ambayo kila siku yamekuwa yakitua huko, ambako raia wanapoteza maisha kutokana na makombora na risasi za majeshi hayo mawili, Ukraine pamoja na Urusi. Taarifa zaidi zitazidi kukufikia kupitia chaneli yako hii pendwa ya JM TV. Hakikisha tumegusa neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na karibu sana JM TV. Asante kwa sasa, karibu sana hapo baadaye.